Asalamu alaikum mtazamaji wa Mtwara Online TV, nikukaribisha sana kwenye Na Nje Manga na Nje Pwani. Ama kwa hakika leo Na Nje Manga imebisha udi Msanga Mkuu. Na lengo la kuja Msanga Mkuu ni kupiga swali na mama zetu au kuzungumza nao kwa namna moja ama nyingine, ambao ni wana kikundi cha Zinduka. Ni wajasiriamali lakini pia ni wakulima wa mwani. Bila shaka ushawahi kusikia mwani. Sasa leo kupitia Na Nje Manga na Nje Pwani tutafahamu hasa mwani ni kitu gani, lakini pia matumizi ya mwani. Langu jina ni Amina Ali, nikusihi sana usiondoke. Hii ni Na Nje Manga na Nje Pwani. Kwa jina naitwa Riki Mohamed Saidi, ni mkulima wa mwani. Mimi mama mjasiriamali, nalima mwani na pia nimejifunza kutengeneza sabuni kupitia mwani. Na wana mama wangu wana kikundi wenzangu hawa, kikundi cha Zinduka. Katika ulimaji wa mwani haswa, kwanza ya namna mazingira ambayo watu tunalimia ni mazingira yapi, lakini pia katika kuandaa mpaka kufanikisha kwenye kuvuna. Tunauandaa, tunaanza kupanda ile mpaka kama bambua 2, 3, 4 hivi unaanza kuvuna, unakuja kuanika, unautengeneza vizuri tu, unaomba kwenye mashine kwenda kuzisaga kule mpaka unapata unga, unatengeneza sabuni. Mwani hasa huwa tunalimia kwenye mazingira yapi? Tunalima baharini. Na ni shughuli zipi ambazo zinafanyika kupitia mwani? Tengenezea sabuni, wengine wanasema dawa, hizo ni dawa, wanatengeneza dawa za meno. Na ni chakula pia. Unaweza ukatumia pia kwenye chakula. Kwenye chakula. Ni kama virutubisho. Kama virutubisho ndani ya mwili kwa kweli. Katika ulimaji wa mwani ni changamoto zipi ambazo watu tunakutana nazo hasa? Changamoto ni kama vile unapopanda baharini, umeweka kigongo chako, siku nyingine unakuja ukikuti kamba imeng'oka imeenda. Kwa hiyo nayo ile ni changamoto. Aidha kipindi cha masika, unapanda mwani wako, ikinyesha mvua nyingi unakuta mwani wote umebadilika uko mweupe, umebadilika, umeharibika. Tofauti na tulivyozoea zama hizo kuona kina mama hususan wa upande wa visiwani Pwani, wengi wao walikuwa ni wanawake wa kujifungia ndani pasipo kushiriki shughuli zozote. Nyinyi hasa mlifikiria nini mpaka mkaunda kikundi chenu cha kina mama na mkaamua kujiingiza kwenye kilimo cha mwani na ujasiriamali pia? Tulifikiria tu ili kujitoa, yani kujikwamua kiuchumi. Tukaona tukakusanyana sisi wana mama, tukaunda kikundi chetu ili kufanya shughuli hizi za mwani. Asante. Kwa jina naitwa Fatuma Hamisi, ni katibu wa kikundi cha Zinduka. Kumbe tuna katibu hapa. Katika kilimo cha mwani au ujasiriamali huu wa mwani haswa, ni faida zipi ambazo mmekuwa mkizipata kama kina mama ambao mmejiingeji sana au mmejiingiza kwenye hii shughuli ya mwani, ulimaji wa mwani? Faida tunazo za mwani pale tunapovuna mazao ya mwani. Faida ni faida tunapata, sio kubwa lakini tunapata faida. Na faida tunayoipata, yani jinsi ya kazi ya mwani ilivyo na pesa tunayoipata ni kidogo sana. Ni kilimo ambacho kinatumia nguvu nyingi. Nguvu nyingi sana, ila mapato madogo. Na wateja wenu hasa wa hizi bidhaa za mwani, ikiwa ni sabuni, labda tuseme ule mchanganyiko mtu ambaye anaweza kautumia kwenye chakula, wateja wenu hasa ni watu wa namna gani? Wateja wetu ni watu mchanganyiko tu wa watu. Walejaleja tunao, wa nani wa jumla, na sana masoko kwa kweli hatuna masoko. Hatuna masoko, hatujapata soko. Na malengo yenu hasa ni yapi kufikia hivi sasa mnaendeleza shughuli zenu kama alivyozungumza hapa mama kwamba mmeweza kujikwamua, mkuishia tu kwenye kulima, mkafikia hatua mkaamua kwa wajasiriamali, mkaomba watu asili wakawasaidia kwenye kutengeneza sabuni, na imani kwamba malengo yenu sio hivi tu kwamba mmelizika tayari, labda malengo yenu mengine zaidi tukianzia hapa tulipo ni yapi kuelekea katika ujasiriamali wa mwani na kilimo pia? Malengo yetu ni kufika mbali zaidi. Kwa mfano vile Longera kimalaba. Tuchembela aswa. Tuembela tupate maboti, mashine ya kuchakatia mwani na na soko likue wapatikane wateja. Maana wateja ni kidogo sana, sio wengi kwa kweli. Tunategemea tu mteja mmoja basi ndio huyo. Na ndio maana uchumi unazidi kushuka sana. Soko liendelee kutanuka zaidi. Biashara izidi.
Hamtaki tena ile baba Juma nige 500 ya chumvi. Ndio, hivyo hatutaki. Tunataka si wanawake tunaweza. Tunataka tu tukuamue tuende mbele kwa mbele. Sasa wapatikane wateja, kama kuna mfadhili apatikane aje tufadhili. Tuzidi kusonga mbele. Mmesikia jamani, mambo ya kilimo cha mwani. Mama anakuambia hawatamani kuishia hapa. Ingewapendeza zaidi wafadhili pia mkaribie. Na tukiendelea kuzungumzia kuhusiana na mwani, hasa tuhamie upande wa sabuni. Nimemsikia pale mama akiwa anasifia kwamba sabuni zetu bwana nzuri. Hem, tupeni faida ya sabuni za mwani. Mama karibu. Faida, kwa jina naitwa Habiba Yusufu, ni mzee wao katika kikundi. Sabuni ya mwani safi tu, inastahili sifa. Ukiogea mwili unakuwa laini, unatakata kabisa, ngai ngai, ukikosha vyombo ngai ngai. Kwa hiyo tunashukuru, ila tunachoomba wateja watelemke waje kutukwamua kiuchumi. Nimesikia mambo ya mwani. Ukitaka kung'aa kama mimi, njoo Msanga Mkuu hapa upate sabuni ya mwani fulu kung'aa. Wasichana wa pwani sisi hatuna mikorogo. Dada anasema mafangasi wote kuisha kupitia mwani. Sasa mtu anayewatazama au mwanafamilia pia wadau mbalimbali wanaoangalia kupitia Mtwara Online TV, kupitia kipindi chetu cha Nje Manga, ambaye anasema natamani nipate hizi bidhaa za mwani, aidha kwa jumla na rejareja, ni wapi rasmi anaweza akawapata? Msanga Mkuu. Akimpata mwenyekiti wazinduka tu, kikundi cha zinduka tu, atapata bidhaa za mwani. Namba za simu 0785136428. Msanga Mkuu. Sasa mna kipi cha kuambia kwa kumalizia kina mama, kina dada pia wanaowatazama kupitia Nje Manga na Nje Pwani? Yaani cha kuongezea kwa kweli, soko tunataka lije, wateja wajae. Ndio kikubwa. Muuzaji we mkubwa kama wanavyouza korosho. Songe mbele. Soko tunapata yani bei ya mwani itazidi wakija wateja, lakini mteja mmoja azidishi bei, inakuwa bei ya chini. Angalau wanunuaji wakiwa wengi bei watashindana, tukapata bei kubwa zaidi. Shukrani sana. Asante. Na mdau wa Nje Manga na Nje Pwani, bila shaka umewasikia mama zetu pamoja na dada zetu wa kikundi cha Zinduka. Wao wenyewe wanakuambia wameamua kujikita kwenye ulimaji wa mwani pamoja na ujasiriamali. Hawakuishia tu kwa wakulima, mwisho wa siku wameendelea kwa wajasiriamali, na lengo lao kubwa ni kuona wanaliendelesha gurudumu hili na linafika mbali zaidi. Ulikuwa na Mwananchi Mwanga wako Amina Ali, hadi hapo wakati mwingine tena. Chao.